Sina ushahidi wa asilimia mia, lakini tukio limekuwa linaleta mashaka. Unajua, yani linaleta maswali. Kwa hiyo maswali haya ndio yanafanya sasa baadhi ya watu kuconclude kwamba hili jambo linaonekana kama limepikwa au limetengenezwa. Kwa sababu maswali yani kuna vitu tunasema ukitumia common sense tu ya uelewa wa jinsi ambavyo viongozi wa hadhi ya Donald Trump wanalindwa, unajiuliza maswali kwamba huyu mtu aliwezaje kuingia, kama alivyosema Sma, kufika mpaka kwenye ile zona ambayo alifika pale, kwa sababu taarifa zinaonyesha aliingia ndani ya ule ukumbi, yani sio kwamba alizuiliwa nje labda getini, alionekana kama alisha penetrate. Sasa tukumbuke pia ile event ilikuwa inafanyika kwenye viunga vya ikulu ya Marekani, sio kwamba ilikuwa inafanyika labda mtaani kwenye ukumbi fulani, ilikuwa inafanyika kwenye viunga vya ikulu. Sasa kwa uelewa wetu ni kwamba moja ya marais ambao wanalindwa zaidi duniani ni pamoja na rais wa Marekani na makamu wa rais wake. Yani ni aina ya viongozi ambao wanasema heavily guarded presidents, yani wanalindwa kweli kweli, tuseme heavily protected. Sasa kile kilichotokea kinaleta maswali haya sasa, kwamba huyu mtu ambaye analindwa, kwa maana wanamlinda kwa njia zote, teknolojia, wanamlinda kwa silaha nzito, nature ya mazingira ambapo anakwepo pia huwa ni sehemu ambazo, kwa sababu kwa wale watu ambao wanafahamu events zinazohusisha viongozi kama Trump au wakuu wa nchi, kabla ya tukio kufanyika, labda maybe hata siku kadhaa nyuma, huwa tayari panakuwa ni eneo ambalo tayari linaanza kulindwa. Yani sio kwamba inalindwa siku ile ile tu, ni maeneo ambayo yanalindwa hata kabla kiongozi huyo hajafika. Na ndio maana tuliona hata kipindi fulani pale ambapo marais wa Marekani walikuja, tuliona mazingira ambavyo yalibadilika hali. Kwa mfano kwa hapa Dar es Salaam, tulishuhudia ile security details na namna temperature, yani kuna njia nyingine unakuta zimefungwa, hamruhusi kupita. Kwa hiyo kuna level fulani ya protection ambayo una expect au unatarajia rais wa Marekani aweze kuipata. Na hivyo ni ngumu, wakati mwingine unaweza hata ukadiriki kusema pale hata sisimizi anaweza asipite pale, pamoja na udogo wake alionao, kwa sababu wanatumia teknolojia, wanatumia watu, yani kwa maana personnel wenyewe, na vile vile eneo ambalo lina viongozi hao wanakuepo. Kwa mfano kama lile eneo ambalo kuna party inafanyika, wanakuja viongozi wengi wakubwa, maana yake waziri wa mambo ya ulinzi, yani kwa maana ile serikali nzima ya Trump ilikuwa pale, pamoja na bunge na wademu. Kwa hiyo yani kwa kifupi, machinery ya nchi ilikuwa iko pale. Sasa kwa mazingira hiyo haya, una expect kwamba level ya protection ni kubwa sana. Kwa hiyo huwezi kutegemea mtu tu aweze kupita pale kizembe. Na kama alivyosema Sma, ni kweli, kabla hujafika kwenye eneo ambapo tukio linafanyika, huwa kuna zones wale watu wanaziweka. Kwa hiyo ile security bubble tunasema ya rais inakuwa na zone nyingi, yani sio tu kwamba utaingia sehemu kuna za kusachiwa, kwa sababu mnaenda sehemu ambapo kuna rais na viongozi wengine wakubwa, kwa hiyo lazima muangaliwe. Na interest inakuwa hiyo moja, yani labda kwa maana exit zinaweza zikawa nyingi, lakini kwa nyinyi watu wa kawaida entrance, yani sehemu ya kuingilia, mlango wa kuingilia ni huo. Haiwezekani mkawa mnaingia kwenye milango tofauti tofauti, na hiyo milango inakuwa tayari imewekewa vingamuzi, kwa maana vitu ambavyo vinaweza vikangamua, vikakuskani na kungamua kama una silaha, una kitu chochote. Kwa hiyo kitendo cha kusema yule mtu aliingia na alifanikiwa mpaka akamshoot agent mmoja, ndio baadaye akazuiwa, na kuzuiwa kwenyewe anaonekana hajapigwa risasi yoyote, hajashambuliwa, hata damu hana, na pia amekamatwa, anaonekana wamemvua nguo. Sasa ile CCTV ukiangalia inaonyesha tu amekimbia hivi, haionyeshi hapo alipokamatwa alikamatwaje na nani. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo
kama nilivyosema, kwa ukitumia common sense vinakuwa kama vinakataa. Lakini mimi nilitaka nikumbushe kidogo wana GPS kwamba taifa la Marekani ni taifa ambalo limekuwa na visa hivi vingi sana, yani vimekuwa vikitokea mara kwa mara, na tunatakiwa tuweke kwenye kumbukumbu sawa kwamba mpaka sasa hivi kwenye historia ya dunia hii Marekani ni nchi ambayo tayari marais wanne waliwahi kuuawa wakiwa madarakani. Aliuawa Abraham Lincoln Aprili 14, 1865. Aliuawa rais anaitwa Garfield Julai 2, 1881. Aliuawa rais mwingine anaitwa McKinley Septemba 6, 1901. Aliuawa John F Kennedy, alikuwa rafiki mkubwa sana wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere huyu. John F Kennedy alimpokea Mwalimu Nyerere miaka ya 60 alivyokwenda kufanya ziara yake pale Marekani kwa heshima kubwa mno. Hata ukiingia YouTube mtu anaweza akacheki akaona jinsi ambavyo Kennedy alionyesha heshima kubwa, japokuwa ukiangalia kwa hali ya uchumi taifa la Marekani na taifa la Tanganyika by then halikuwa lina uchumi wa kiasi hicho au kubwa kiasi hicho, lakini alimpokea kwa heshima kubwa sana. Sasa John F Kennedy aliuawa Novemba 22 Dallas Texas pale mwaka 1963. Lakini pia ukiachana na hao wanne ambao hao haikuwa attempt, hao waliuawa kabisa wakiwa ofisini kwenye nafasi zao za kazi, na baada ya hapo kukawa na conspiracy nyingi. Kwa mfano John F Kennedy, nafikiri Ismail na Ali watakuwa wanajua hilo la conspiracy theory mengi yanayo revolve kwenye assassination ya John F Kennedy, nyingine zikihusisha baadhi ya mataifa na vyombo vya kiusalama vikubwa vya baadhi ya nchi. Kwa hiyo tuiache kwa sababu hatuna uthibitisho nao moja kwa moja. Lakini ukiachana na hao wanne ambao waliuawa, kuna ambao 8 ambao tunasema attempt zilifanyika, kwa maana walijaribiwa kuuawa lakini kwa bahati walinusurika. Andrew Jackson mwaka 1835, Theodore Roosevelt mwaka 1912 alinusurika kuuawa, lakini pia Franklin Delano Roosevelt mwaka 1933 naye alinusurika kuuawa. Harry S Truman mwaka 1950 naye alinusurika kuuawa. Gerald Ford alinusurika kuuawa mwaka 1975. Tena baadaye akaja Ronald Reagan mwaka 1981, na in fact baada ya Ronald Reagan ambaye kilichomuokoa nafikiri ni diary, yani alikuwa ametoka kuongea, diary aliyokuwa ameiweka kwenye koti la suti inaonekana ndio iliyomsaidia kuweza kunusurika na yale alijeruhiwa lakini hakuuawa. Na baada ya Ronald Reagan jaribio la kuuawa kwake, ndio Secret Service ikaanzishwa na kuwa assigned maalum kuanza kuwalinda kwa ukaribu marais wa Marekani, na wakawa wameundiwa mfumo sasa maalum na zile bubbles kama 3 ambazo Sma amesema hapo. Ili umfikie rais kuna layers kama 3 ambazo lazima uwe umezipenya, na kila layer inajitegemea lakini zinafanya kazi in coordination. Kwa hiyo sio kitu chepesi sana wewe kuweza kumfikia kiongozi mkubwa wa taifa kama la Marekani kirahisi. Lakini pia kuna jaribio lilifanyika mwaka 2005, George W Bush Tbilisi kule Georgia, alikuwa ameenda kule akarushiwa hand grenade, ile bomu la kurusha kwa mkono lile. Bahati nzuri likaanguka, halikumfikia kule, lilipoanguka liliangukia kwenye eneo ambalo kwa wamesimama watu na halikulipuka. Ndio ikawa ponapona ya George Bush tunamfahamu wote mwaka 2005. Lakini pia the recent, kwa maana tukio la karibuni zaidi, ni la Trump mwenyewe. Of course hakuwa kwa kipindi kile, alikuwa kwa sababu alikuwa madarakani alikuwa ni babu Biden. Kwa hiyo huwezi kusema alikuwa ni rais, lakini ni rais former president ambaye alikuwa kwenye harakati za kampeni. Mwaka 2024 ndio ile alipigwa inayosemekana kuwa ni risasi kwenye sikio. Kwa hiyo ukiangalia taarifa zinaonyesha kwamba rais wa Marekani pia amekuwa akilindwa na Secret Service wasopungua zaidi ya 300. Yani unapomuona kuna zaidi ya watu 300, yeye na makamu wa rais wanakuwa wanahakikisha wanawalinda. Hao wanakuwa kwenye layer
kadha wa kadha. Sio layer moja, sio kwamba wanakuwa wote wamemzonga wale unaowaona. Kwa hiyo kuna wale ambao wanakuwa hawapo kwenye zone hii, lakini kuna zone ambazo wao kitaalamu wanakuwa wamesha zizungushia au wamezi-identify kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi unakwepo. Na kwa marais ambao wanakuwa wamestaafu kwa Marekani, nilikuwa nasoma taarifa fulani ya BBC inaonyesha kwamba kwa marais ambao ni wastaafu wao wanakuwa na ulinzi wa kati ya security, kwa maana wale secret agency 80 mpaka 100, lakini anayekuwa in office of course wanakuwa zaidi ya 300. Na inaonekana CIA peke yao au secret service wana zaidi ya secret service 8300, lakini 44% ya hao kazi yao kubwa ni protection. Kwa hiyo maana yake unaweza kuona almost nusu yao kazi yao kubwa ni kufanya shughuli za ulinzi, na ni watu ambao ni highly trained, teknolojia best weapons kama alivyosema Sma, ni watu ambao hawawezi kumiss. Sasa unajiuliza pale ile video yule jamaa alikuwa amewapita pale, alafu ukisikiliza kama kuna mlio fulani wa risasi na wakawa wamepointi silaha zao kwake kama wote 3 4 hivi. Lakini sasa unajiuliza kwa nini hawakumshuti? Sio lazima umshuti umuue. Kwa nini hawakumshuti hata labda ni mguuni wamzuia au vipi? Yaani unamrukiaje mtu ambaye tayari ameshafyatua risasi na imeshamshuti mwenzenu? Mnahitaji nini cha ziada kuelewa huyu ni mtu hatari na eneo hili ni eneo ambalo kuna viongozi wa hali ya juu? Hiyo ni scenario moja. Scenario ya pili ni kile kilichotokea kule ndani. Kuna yule bwana tulikutumia Sky mmoja, yule bwana alikuwa anaendelea kula pale dina yake. Yule mzee alikuwa anaendelea na msosi. Alikuwa anakula msosi tu wakati wengine wako chini ya meza. Kiachana na yule, kuna kamera moja ilichukuliwa upande ambapo alikuwa JD Vance, makamu wa rais wa Marekani. Ile nayo binafsi kwangu iliniletea kidogo maswali. Mimi sio mtaalamu wa masuala ya ulinzi na usalama wa viongozi, lakini nilihisi kwamba kwa nini aliyewahi kuondolewa kwenye ukumbi alikuwa ni JD Vance, ikapita kama wastani wa sekunde labda 40 mpaka dakika 1 ndio Trump akanyanyuliwa. Sasa inawezekana labda watu watasema inawezekana pale mbele ambapo alikuwepo, yani mbele ya Trump, wasingeweza kumnyanyua kwa sababu hapakuwa pako guarded. Walivyokuja wale wanajeshi ambao walikuwa sasa wana silaha, pengine ndo ikaruhusu wale wa evacuate. Lakini nilifikiri kwa hali ya kawaida rais anatakiwa awe evacuated haraka, yani haitakiwi hata dakika moja nzima mnasubiri wakati tayari kuna mashambulizi. Lakini vile vile JD Vance ameondolewa haraka. Sasa maswali yakawa kwamba security protocols ikoje, kwamba makamu wa rais anaweza akawa evacuated kwanza kabla ya rais, au mazingira yaliokuwa JD Vance yaliruhusu yeye kuweza kuondolewa haraka kabla ya Trump, au walinzi wa JD Vance walikuwa smart, walikuwa sharp zaidi na haraka zaidi kwenye kuact kuliko wa Trump, au kwa hiyo maswali yanakuwa mengi ambayo yana au swali langu la mwisho lilikuwa au pengine JD Vance yakuwa na umuhimu sana kwamba hata akipigwa kwa maana timu yako haikuwa imeaccess vizuri ukumbi ulivyokuwa na maana mpaka mnamnyanyua, maana mnakuwa mmejiridhisha kwamba huyu mtu yuko covered. So maswali ni mengi, na ndio maana nikasema ukitumia common sense na ukiangalia ukawaida wa mambo ulivyo, jinsi ambavyo viongozi aina ya Trump, kiongozi wa taifa lenye nguvu zaidi duniani, wanapaswa kulinda, unajiuliza maswali mengi sana. Kwa hiyo pia ieleweke kwamba ile tunaita approval rating ya Donald Trump siku ile kabla ya tukio hilo kutokea, approval rating yake ilikuwa imeendelea kudrop sana. Yani kura za maoni zilikuwa zinaonyesha kutokukubalika kwa Trump kumeendelea kuonekana Trump hakubaliki kabisa, na imekuwa ni the lowest chini ya 35% za kukubalika. Wakati anaingia alikuwa na zaidi ya 44 kwenda juu. Sasa ukiangalia pengine ile wengine wanasema inawezekana ile ilikuwa ni katika kubadilisha
mjadala, watu wanajadili kuongezeka kwa gharama za nishati, watu wamekuwa wakionyesha dissatisfaction yao kubwa na vita ya Iran, na kuonekana sera za kiuchumi zimekuwa kama vile hawazielewi, na wengi wamekuwa wakisema hata ratings zinazoonyesha namna Trump anavyoshughulikia uchumi zimekuwa ni mbaya na za chini sana. Kwa hiyo watu wengine wanasema ndio hizo conspiracy theory kwamba inawezekana tukio lile lilikuwa limetokea au limekuwa stage au limepangwa ili kuboost ile approval rating zake, au pia kuchepusha kama propaganda fulani, kuchepusha mjadala kutoka kwenye hayo mambo ya msingi ambayo yamekuwa yakijadiliwa na kusababisha kukubalika kwake kuendelea kushuka na kuhamisha mjadala kupelekea kwenye hili tukio la kwamba Trump anataka kuuawa. Na kuna watu wanaamini kwamba Trump anataka kuuawa kwa sababu kuna mambo mazuri anayafanya. Kwa hiyo kuna watu hawataki aweze kufanya. Na tukumbuke wakati wa uchaguzi tukio la kunusurika kwake kuuawa lilimuongezea Trump sympathy. Yani kuna voters au kuwapiga kura za huruma kwamba huyu jamaa mpaka wanataka kumuua, zile kesi wamemsumbua, kwa hiyo huyu atakuwa anafaa. Kwa nini wamekuwa wakihangaika kutaka kumuondoa? Kwa hiyo ile ilimuongezea popularity. It was an iconic picture ile, amenyosha mkono juu, ngumi in defiance, akisema fight fight fight. Ile ilimuongezea na watu mpaka wakatengeneza tattoo, wakatengeneza nguo. Kwa hiyo ni mtu ambaye lile tukio lilimbeba kisiasa pia, japokuwa lingeweza pia kuondosha maisha yake. Kwa hiyo kwenye siasa anachoweza kukuambia Sky, kwenye ulimwengu wa siasa na propaganda, vitu vingine vinaweza vikaonekana ni halisi, lakini kumbe vimepikwa au vimetengenezwa ili kuweza kubadili taswira ya jambo fulani au upepo wa jambo fulani ambao unakuwa unaendelea kwenye jamii fulani, na huwa zinatumika. Zipo matukio ya kweli, lakini pia yapo matukio ambayo huwa yanafanyika kipropaganda.